Basi aliunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwanzo wa adhimisho hili nilitamka mambo kadhaa ambayo inawezekana kwamba yamewapitia sikio moja yakatokea sikio la pili. Haidhuru. Nitakayosema sasa yatawasaidia kukumbuka na kuzingatia maneno yangu ya awali. Ndoa ni wito. Ndoa ni utume. Na ndoa ni fursa ya kumtumikia Mungu na kutakatifuzana. Kwa huruma na upendo wake, Mungu alimuumba mwanadamu. Hilo tumelisikia katika somo la kwanza. Na Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kwa namna ya pekee kabisa. Alimuumba kwa sura na mfano wake. Wewe kijana unayefunga ndoa, umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wewe binti unayefunga ndoa, umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo una heshima yako, una thamani yako, una uhalisia wako. Usijibeze na usijifanye kuwa chombo holela. Lakini pia niwakumbushe, Mungu alipomuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, hakumuumba tu mwanamume. Ameumba mwanamume na mwanamke. Uwe mwanamume, wewe unabeba sura ya Mungu. Uwe mwanamke, unabeba sura ya Mungu. Na hakuna hata mmoja wenu anayebeba sura ya Mungu kwa upungufu. Kila mmoja anabeba sura ya Mungu katika ukamilifu. Na Mungu aliyebainisha mume na mke amependa mwanamume na mwanamke watambuane, wapokeane, wapendane, watakatifuzane na wasaidiane katika kukabili maisha na utume wao. Ninyi mnaobariki ndoa leo, mnapokea utume wa kuunda familia, kanisa la nyumbani. Mnapokea utume wa kushiriki kazi ya Mungu ya uumbaji. Na hilo sio jepesi. Fursa ya kushiriki kazi ya Mungu ya uumbaji ni fursa takatifu.
na mkumbuke kuwa Mungu ndiye mpaji wa uhai. Mungu ndiye anayewajalia ninyi watoto. Kwa hiyo tambueni kwamba mmepewa hadhi, mmepewa fursa na mmepewa heshima ya kushiriki kazi ya Mungu ya uumbaji. Na ili mlifanye hilo vizuri, ni lazima mjue mihimili ya ndoa ni ipi. Ndoa inaweza ikaeleweka kwa namna tofauti tofauti. Ninyi vijana wapendwa, leo mnabariki ndoa ya Kikatoliki. Na ndoa ya Kikatoliki ni sakramenti. Na sakramenti ni nini? Ni njia, ni mkondo ambao kwao tunapokea, tunaishi na tunashuhudia kazi, uhai na utendaji wa Mungu. Sasa ili mtekeleze kazi hiyo vizuri, naamini mtakuwa mmefundishwa katika mafundisho ya kujiandaa. Lakini nirudie tu kwamba ndoa takatifu, na mara nyingine ninapokuwa naongea na watoto wa kipaimara nikiwauliza sakramenti ziko ngapi, wanazitaja zote, daraja takatifu na ndoa. Alafu nawasisitiza ndoa takatifu. Huwa wanasita kuita ndoa ni takatifu. Lakini ninyi mtambue kwamba ndoa ni takatifu. Sasa katika utakatifu wake, ndoa inajengwa juu ya mhimili wa kwanza, ni upendo. Wewe Emil, ulipomwona Priska ulimwambia nakupenda. Nawe Priska bila shaka ulimwambia na mimi vile vile. Sasa huo upendo mlioambizana sio geresha. Huo upendo ni jambo takatifu lililo na msingi katika mioyo yenu, katika nafsi zenu. Kwa hiyo mnapaswa kudhibitisha na kudhihirisha upendo kila siku ya maisha yenu. Muhimili wa pili ni umoja. Maharusi wanapofunga ndoa katika kanisa Katoliki na kubadilishana maagano ya ndoa, bwana harusi anasema nakupokea na nitakuwa mwaminifu kwako katika shida na tabu, katika magonjwa na afya, mpaka kifo kitutenganishe. Na asemi kwamba nakupokea kwa siku 2, nakupokea kwa miaka 2, nakupokea na nitakuwa mwaminifu kwako kwa maisha yangu yote. Manake mnaambizana kwamba ni wewe tu katika maisha yangu. Kwa hiyo hamtegemewi kuanza sasa kubangaiza nyumba ndogo ndogo. Hiyo nyumba aliyokujalia Mungu ndio hiyo. Itunze, ijali na ipalilie kwa heshima na uaminifu. Muhimili wa tatu wa ndoa, wa pili ni umoja. Muhimili wa tatu wa ndoa ni udumifu. Udumifu. Mnachukuana, mnapokeana kwa wito wa maisha. Kwa wito wa maisha. Kwa hiyo
mnayo safari ya kufanya pamoja. Wanasaikolojia wanasema watu wawili wanaopendana wanapokaa pamoja wakazawadiana upendo wao, wanakuzana na polepole wanaelekea kufanana. Sasa tunawaombeeni ninyi mnaobariki ndoa, mkuzane, mtakatifuzane, hivyo kwamba kadiri mtakavyozeeka mtu ashindwe kusema, je, huyu ni mtu na mke wake au ni mtu na dada yake? Kama wazazi wenu wako hai, mkawatazame vizuri na mtaona kwamba kuna viufanano. Sio Kiswahili kizuri sana, lakini basi ni kielelezo. Kawatazame vizuri na utaona katika safari waliofanya wanafanana. Huko kufanana kwao ni wito ambao Yesu ameubainisha katika Injili tuliyosomewa. Yesu katika kufundisha kwake amesisitiza kuwa inambidi mwanamume aachane na wazazi wake, baba yake, mama yake na ndugu zake, afungamane na mke wake. Na wewe pia, wewe mama unayefunga ndoa, inakubidi ubandukane na wazazi wako, ndugu zako, ushikamane na mume wako. Hilo linadai kukomaa, linadai kuachilia, linadai kujifunza kuanza upya. Hayo tunawaombeeni na tunawatakia mkue, muimarike, msitawi na kunawiri kwa nguvu ya Mungu. Katika misa hii tumefanya jambo ambalo sio la mazoea. Nilimwapia paroko kwaya iimbe sequencia. Kwa kawaida sequencia huimbwa katika sakramenti ya kipaimara, sakramenti ya daraja, lakini pia inapaswa kuimbwa katika jukumu zito kama la wito wa maisha ya ndoa. Ndoa takatifu inahitaji msaada, inahitaji msukumo, inahitaji mwangaza wa Roho Mtakatifu. Tunawaombea Roho Mtakatifu awe nanyi, awatie nguvu, awakomaze, awape utayari wa kushinda madhaifu yenu na kuimarika katika fadhila zilizo njema. Amani ya Kristo iwe nanyi.